nafikiri Watanzania wanafahamu DIT na makampuni na mazao mbalimbali ya teknolojia. Sasa imefika mahali ambayo tunataka kufikisha hizi teknolojia kwa wahitaji wananchi, lakini kikanda tupeleke, na ikiwezekana siku nyingi sana tunazungumza, tunarudia na leo naomba nirudie, tunataka tupeleke hizi bidhaa hata huko kwao hata kwao. Kwa hiyo napenda tena nirudie, ushirikiano huu ndio mahali pake, kwa sababu yale makampuni yameamua sio kutoa msaada, bali ni ushirikiano wa kibiashara. Na sisi kwa sababu tulishafikia hiyo stage ya kufanya biashara, lakini nafikiri tulikuwa tunahitaji kushikwa mkono. Bado kunahitaji kushikwa mkono kwa makampuni ambayo yameendelea. Kwa hiyo naahidi wa Tanzania wenzangu, na kabla sijaahidi ni kwamba ushirikiano huu umethibitishwa na serikali yenyewe. Serikali imejidhihirisha kwamba ushirikiano huu una mashiko, na DIT nafikiri wameiona ndio sehemu sahihi ya kuhakikisha kwamba tunachapulisha mashirikiano haya kufika malengo ambayo makubwa, kwa sababu dira ya 2050 ya 2050 imetutaka kila mmoja wetu afanye kazi yake business as usual, afanye vitu tofauti na alivyokuwa amezoea. Kama sisi academic institution tunatakiwa tufanye zaidi ya kufundisha tu wanafunzi. Kwa hiyo nataka niwaahidi wa Tanzania, hatutawaangusha. Huu ushirikiano tutautekeleza, na tumeshaanza kutekeleza. Tumeshaunda kikosi kazi ambacho kila siku kazi yake ni kufuatilia huu mradi mpaka tuweze kufikia hayo malengo, na tumefurahi. Wenzetu hao wametuambia lile lengo letu la nchi ya kupata la 2050 ya uchumi, kufikia uchumi wa trilioni 1, wamesema wanaamini kabisa kwa jinsi DIT tulivyojipanga pamoja na Sokoine, wanaamini kabisa tunaweza tukafika hata trilioni 1.5 ndani ya miaka 25. Kwa hiyo wananchi, naomba mpokee ushirikiano huo kwa mikono yote miwili, na sisi hatutawaangusha. Tunaenda kufanya kazi kwa pamoja kwa fursa ambazo tutaziibua. Na kwa mfano, fursa ya kwanza ambayo imeibuliwa na inaanza kufanywa kazi ni ufundishaji wa teknolojia kwenye shule zetu, kuanzia shule za msingi mpaka vyuo, kwa sababu unafahamu waandishi wa habari, idadi ya wanafunzi wameongezeka, udahili umeongezeka katika ngazi mbalimbali. Kwa hiyo serikali ilikuwa inafikiria jinsi ya kuwezesha kutumia teknolojia na teknolojia mbalimbali, AI na teknolojia mbalimbali kufundishia wanafunzi. Sasa hilo ni la kwanza kabisa ambalo limeibuliwa na limeshaanza kufanywa kazi. Kwa hiyo tutaanza na pilot, mradi ambayo ni inaitwa nini, mashamba darasa au nini, kama shamba darasa. Tutataka kuonyesha pamoja sasa, sisi DIT pamoja na wao, we are going to pilot. Tutafanyia demonstration ama proof of concept, au ndio kama shamba darasa kwa shule chache tu, alafu baadaye ndio tuonyeshe jinsi gani tutatumia sasa hiyo teknolojia kwa Tanzania nzima. Kwa hiyo ni mradi ambao wa kwanza kabisa tutakaoangalia. I just want you to hear that this is a mutual relationship. Also, when we look at the knowledge factory, that there's a real key point of the knowledge factory where we're protecting intellectual property. And so there's something called technology readiness level, which brings commercialization from basic research to commercialization. And we're also utilizing our U.S. Department of Energy's adoption readiness level, which reduces 17 risk factors. Combining that with the innovation that we see is critical. But the thing that we see at DIT that we believe will leapfrog our methodology and have DIT bring that revenue for the country is that DIT starts with entrepreneurialism. There's a real focus on DIT to believe that the students have something to offer. And this is critical. And so a lot of universities, they just want to teach. They kind of minimize students and kind of say, well, I'm the teacher, you're the student. Here, because of DIT Corp,
you have an entity that's investing in the students. And so this kind of innovation ecosystem is absolutely critical for an innovative governance structure like we have. Kwa majina naitwa Natasha Faraja Nasoro, ni mhitimu wa Dar es Salaam Institute of Technology DIT. Nimesoma Bachelor's Degree of Electronics and Telecommunication Engineering, lakini hivi sasa ni Chief of Staff kwenye program ya DIT Seabolt Horizon Alliance, na ni nafasi ya kipekee kama mwanafunzi na alumna ya DIT kushiriki katika programu hii ili kurudisha ule ujuzi na maarifa ambayo nimeyapata darasani kuimpact chuo na jamii. Kwa hiyo nashukuru na nawalika alumni wengine kwa nafasi watakazozipata waweze kucontribute back to their institution. Asante.